naitwa Lori, community health assistant natoka katika facility ya Sima. Na leo tunataka kuongelea juu ya nutrition. Ni mambo ya afya ya watu wote, sio mtoto peke yake. Kwa hiyo tunataka kuongea kitu sana. Hii kitu inaitwa mwanga. Hii mwanga tunatumia kupimia watoto kujua kama ako, yaani kujua hali yake kiafya, kama ako vizuri ama mbaya. Ndio tunaona hii mwanga iko na kala ngapi? Kuna kala 3. Iko hapa na ndani. Iko hapa na hizi kala ziko hivi, inamaanisha vitu tofauti tofauti. Sawa. Acha tuanze na kala ya red. Ndio. Hapa hii ya red, wakati tunapima mtoto, mtoto wako alikuwa na mtoto wako alipatikana kwa 11.5 cm. Huyo mtoto ni tunasema ni safia. Hiyo safia inamaanisha mtoto afya yake si nzuri, ako kwa hatari. Wakati ikiwa kwa ya yellow ni kwa mtoto kwa sio mpaka kama ya Yellow ni model. Moderate ni kumaanisha mtoto ako katikati ya kuwa mzuri, na kwa sababu hapa ni yellow katikati ile ukiendelea kumlisha vizuri na kuja kwa kuni, ama ukimlisha usipomlisha vizuri na ndio wapi kwa red. Ni ya moderate inamaanisha. Hii ya green inamaanisha ya green hapa ni noma. Hapa kipimo hapatikana na mtoto kwa kuendelea. Mtoto mtoto ako sawa, hapa ni mtoto ako na mzuri ama kama ni kuanga knowledge asima normal knowledge ni mwenye ana vizuri. So umejua kwamba ukiona kama itakuwa kwa sababu kama na kwa sababu kwa hivyo acha tupime mtoto kwanza. Hii yake ni gani? Sasa unaona tumepima ya mtoto, unaona nimefikia. So ndio hapo kwa hiyo. So huyu mtoto ukimlisha vizuri atakuja, usipomteka vizuri atakuja hapa kwa red safia, na tayari tumeshaona athari ya squam ikipatikana hapa kwa red. Huyo mtoto atafanya vizuri. Si sasa umeelewa ama kumaliza? Sasa ile tunafaa ulishe kwanza, unamlishanga vitu kama nini? Sasa inafanya unamlisha hiyo uji unampea, atakana unaweka vitu kama proteins. Ukishaga hiyo uji yake unamwekea kitu kama njugu ndani, unaweka pia vitu ya carbohydrates hizo, unaweka vitu kama miogo, unashaga labda una make sure kwa siku amekula matunda hata kama ni moja kwa siku. Haya, protein ni vitu kama samaki, nyama. Hizo vitu zinamsaidia kufanya mwili yake ikuwe strong. Alafu usafi pia. Unajua ina maana kulisha mtoto vizuri, alafu analala mahali pachafu, mtoto mwenyewe ni mchafu. Unazingatia usafi pia. Unanawa mkono akikula, malazi yake unaosha inakuwa safi, nguo zake, yaani kila kitu kikuwe mzuri, na si peke yake.
sana kwa kusikiliza.